Au ukitaja leo Moses Kulola, kuna mtu ambaye hamuelewi? Hatuseme ukweli, kuna mtu ambaye jina hilo alielewi? Hata mliozaliwa wakati ameshafariki, ameondoka, amemaliza mwendo, bado hilo jina linazungumza. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kwa nini? Kwa sababu lile lizee lilitembea na upako. Ulikuweko upako wewe. Wakati mwingine ikisema tu yo, umeelewa? Anapopitisha mkono hivi, mkono unapopita viwete wananyanyuka wenyewe. Nataka mtuongee mambo ya namna ile. Tuna sisi kanisa tulimwombea kiwete, tukafanya kambi mpaka wiki. Mambo ya makambi bwana, nenda mambo ya hospitalini kule. Hatufanyaji makambi kwanza kuombea mgonjwa. Kulikuwa na binti moja huko kwangu, aliposikia lori moja ilikuwa limejaza makopo ya Stella likaanguka. Lori linakwenda. Na mwingine akaanza kwa watu wakawa wanaokota. Kuja kulisoma Stella. Jina langu kumbe ni Pombe. Tangia leo mimi sio Stella. Upako haupatikani chuoni. Upako haupatikani kwa profesa. Upako haupatikani kwa mwalimu. Upako unatoka kwa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anakuja juu ya mtu kuungana na wewe mwenyewe na uhusiano wako na mbingu. Watu wote waseme amina. Kinacholeta tofauti ya kanisa na kanisa ni upako. Kitakacholeta tofauti ya kwaya na kwaya ni upako. Hata kama mwalimu ni yule yule na wamesoma chuo kile kile, lakini wanaposimama, matokeo ya ile huduma utakayoamua sio degree. Kinachoamua matokeo ya huduma ya mtu sio shahada alizo nazo, sio theolojia nyingi aliyo nayo. Nataka nikwambia ni upako. Ni nini kinamfanya hivi? Upako. Nataka nikwambie, kama kuna jambo limekosekana kwa wahubiri na makanisani ni upako. Upako hauogopi chochote. Upako hauogopi shetani. Upako hauogopi chochote. Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Veronica Pius. Unaangalia CGM4 Online TV. Sisi ni Injili, Injili ni sisi. Leo nataka nikupe kazi 4 za upako. Unasemaje? Wangapi wanasema amen? Kazi kungapi? 4 za upako. Ziko nyingi lakini kuu, major things, major operations of anointing. Kazi kuu 4 za upako. Na ninataka umdani leo itokee mijitu yenye upako. Nataka umdani leo ipatikane Elia inayoweza kusema, ewe mbingu simama, kauka, usitoe maji. Upako. Nataka nikwambie, kama kuna jambo limekosekana kwa wahubiri na makanisani ni upako. Upako hauogopi chochote. Upako hauogopi shetani. Upako hauogopi chochote. Hautishwi. Zerubabeli alipopewa kazi kubwa ya kuongoza taifa la Israeli kutoka Babeli, aliogopa sana. Akainuka Zekaria akamwambia, mwambieni Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala kwa nguvu zako, bali kwa roho yangu. Maana yake it is by anointing, kwa upako utaweza. Nataka niwaambie leo, tunaweza kusoma vyuo vinavyofanana, tunaweza kuwa na shahada zinazofanana, tunaweza kuwa na degree nyingi zinazofanana na walimu wale wale. Nataka nikwambie, what makes a difference, kinacholeta tofauti kazini ni upako. Upako haupatikani chuoni. Upako
Upako haupatikani kwa profesa, upako haupatikani kwa mwalimu. Upako unatoka kwa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anakuja juu ya mtu kuungana na wewe mwenyewe na uhusiano wako na mbingu. Watu wote waseme amina. Kinacholeta tofauti ya kanisa na kanisa ni upako. Kitakacholeta tofauti ya kwaya na kwaya ni upako. Hata kama mwalimu ni yule yule na wamesoma chuo kile kile, lakini wanaposimama, matokeo ya ile huduma utakayoamua sio degree. Kinachoamua matokeo ya huduma ya mtu sio shahada alizo nazo, sio theolojia nyingi aliyo nayo. Nataka nikwambia ni upako. Ni upako. It's anointing daughters. Usikie leo, it's anointing. Hakuna shule ya upako. Listen to me you people. Ingekuwepo watu wote wangeuza mali zao wakasomea upako. Never. You can't go to a school of anointing. Hakuna hiyo. Maana anayetoa hii ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo itategemea wewe una ubavu kiasi gani wa kumtafuta mwenye upako. Mkikutana tu anakuambukiza. Msipokutana utaendelea kusimulia habari zake mpaka kufariki kwako. Wewe nisikilize, mimi naongea kitu kinalotumiwa na Mungu kwa viwango visivyo vya kawaida. Usiongee habari yako wewe ya kuombea kiwete mmoja akatembea, sijui niliombea na kipofu. Acha maneno hayo rafiki. Mimi naongea hapa kitu ambalo linapotembea vitu vinatokea. Linapotembea vitu vinatokea. Ndivyo tunamtaka. Hii ya kuombea kiwete akatembea mmoja, mbona hayo ni ya kawaida tu. Mtu yeyote tu, hata mshirika anafanya bwana. Mimi naongea kitu ambalo linaweza kila ninapopita shetani anapiga kelele. Watu wale waliopindua ulimwengu wamepita na huko. Naongea kitu hilo. Maana kuna wengine wabishi tu, mbona mimi ananitumia Bwana na mimi ni mshabiki wa nini? Huko kutumiwa kwako ndugu kudogo mno huko. Una mtazamo duni baada. Hujulikani popote. Naongea hivi, wewe ungeingia Israeli ukauliza Elisha, kuna mtu ambaye hakumjua? Ungeingia Israeli ukauliza Elia, kuna mtu ambaye hakumjua? Au ukitaja leo Moses Kuroa, kuna mtu ambaye hamuelewi? Hatuseme ukweli, kuna mtu ambaye jina hilo alielewa? Hata mliozaliwa wakati ameshafariki, ameondoka, amemaliza mwendo, bado hilo jina linazungumza. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kwa nini? Kwa sababu lile lizee lilitembea na upako. Ulikuweko upako wakati mwingine nikisema tu yo. Umeelewa? Anapopitisha mkono hivi, mkono unamopita viwete wananyanyuka wenyewe. Nataka tuongee mambo ya namna ile. Tuna sisi kanisa tulimwombea kiwete, tutafanya kambi mpaka wiki. Mambo ya makambi bwana, nenda mambo ya hospitalini kule. Hatufanyaki makambi kwanza kuombea mgonjwa. Kulikuwa na binti moja huko kwangu, aliposikia lori moja ilikuwa limejaza makopo ya Stella likaanguka. Lori linakwenda. Na mengine akaanza kwa watu wakawa wanaokota. Kuja kulisoma Stella. Jina langu kumbe ni Pombe. Tangia leo mimi sio Stella. Santi. Hivyo ndivyo kanisa la siku zile. Ikawa mradi wanaingia kanisani. Wakitoka kanisani wanatazama saa za kwenda kunywa na kustarehe. Na kustarehe kwenye aina ya sherehe ndiko bia na pombe zinanywewa. Kwenye starehe zote sherehe zinanywewa. Nao ni watu wa Mungu. Ni huzuni. Mungu akasema nitachagua mtumishi mwingine. Hawa nimewakataa. Kwa sababu hutamchanganya Mungu na dunia. Atakuacha pekee. Utafikiri unaye Mungu, kumbe huna.
Mungu haabudiwi na hayo yote. Mungu ni mtakatifu mno. Haleluya. Sikiliza niseme taratibu, na wakati wa kutosha. Ni baada ya kuwa hatuna nguvu, ndio mnapiga kambi, mnaombea mgonjwa mmoja wiki mbili, mnapeana zamu. Haya, leo ninyi mwende kazini, tushinde naye sisi. Mmekuwa mayaya. Yule kijana wa Manyoni si alishaondoka? Alishaondoka, na yule mama alipona wiki iliyopita. Yeye alikuja amejipanga eti afanye kambi hapa. Amefika, baba nimemleta sasa, naomba tukae hapa hapa. Nikamwambia mkalie nini? Tukalie huduma hivi ya kumwombea huyu mama, eti wapige kambi hapa. Yani akili yake inamwambia hivyo, kishazoea makambi ya kuombea wagonjwa. Hatuna kazi hiyo. Mimi mgonjwa anakuja anapona, nenda zake. Hakuna Yesu alifanya kambi jamani. Na ninawasikitikia mnaokwenda kwa waombeaji ambao wengine wamejenga mpaka mawodi. Unajua kuna waombeaji wamejenga mawodi Watu wanakwenda na ripia 800 kwa mwezi, 700. Anabaki hapa asubuhi, muombeaji anapita kama daktari, anapita raundi ya kuona wagonjwa. Jamani, hizo kazi za raundi niliziacha miaka mingi kule hospitali. Unirudisha tena kupiga raundi. Alafu anajizia tulikaa naye, lakini alafu mapepo yalikuwa magumu yale. Tulikaa wiki nzima tukihangaika nayo. Sasa hayo maneno nitakiwa mnyamaze kimya, bwana ni kashfa. Unajisifia hayo. Nitakiwa mseme jamani, siri yetu namna ambavyo tulipamizwa. Haoni hata Ayubu, bwana nakwambia, hata mmoja mwenzetu akachanua suruali. Wanaongea kabisa kushindwa kwao. Hao ni maneno ya kuongea. Ufai wewe. Yani ni neema ya Mungu tu iliwahurumia. Ilikuwa msabwe makofi, mchaniwe na suruali, muende kama wana wasikewa. Naongea mijitu yenye upako, amina, ambalo yaani linatamka vitu vinatokea, maana majukumu ni mengi. Amina. Jukumu ni mengi, hatuwezi kupenga kambi. Watu wanaondoka hapa, wanaenda Nigeria, sasa hivi wamepungua. Wanaenda wapi? Na wanaenda kukaa huko. Wanakaa, wanafanya nini? Wanamsubiri mtumishi wa Bwana. Ninasikitika sana, wengine anaweza kakaa hata wiki mbili, hata huyo mtumishi hamuoni. Anaona mabodyguard wake na walinzi. Masikini wa Mungu. Yesu hajawahi kuwa na bodyguard mmoja. Yani jitu ni adimu kuliona kuliko raisi. Mmoja alienda Nigeria kipindi fulani, akarudi na andiko, asema nimepewa andiko lipi? Popote nyayo zako zitakako kanyaga, nimekupa mateka. Na nini? Na chupa hii ya mafuta. Dola 3,000 kamaliza. Nenda Nigeria kurudi. Nikamuuliza, umemwona huyo bwana? Ana watu wengi sana baba mchungaji, kumwona huyo mtu wa muhimu sana. Nikamwambia una akili. Sasa ulipelekwa nini huko? Halafu narudi na mstari kamoja. Nikamwambia una shida wewe. Mimi sina mstari mmoja, nina the whole Bible. Mimi nina Biblia yote. Nini kinatutesa na nini kinawatesa watu? Ni kushindwa kukubali kutengwa na matumizi mengine, abaki kuwa anatumiwa na Bwana peke yake. Ndio mtihani namba 1 wa upako, kushindwa. Unakuta ni mhubiri lakini ana mambo na mengine tena. Mara ende wiki akashinde huko anaogelea. Mhubiri anayetumiwa na Mungu anakwenda kushinda bichi. Anaangalia watu wako uchi pale wanaogelea, na yeye anasema haleluya. Huyu ni mchafu, mzinzi. Panza huo muda wa macho yako kuona watu wako uchi. Bado Yesu anakusubiri na Roho yupo. Mtihani wa kwanza wa upako ni kukubali
yote yabaki kuwa chombo cha Bwana. Ukiweza hapo, umeshinda mtihani namba 1. Pepo. Nyosha mkono, maana ndio mambo tunakwenda kuombea. Hayo mambo ya kuwa mpaka mnafunga wenye pepo na kanga kama mnafunga mbuzi kupeleka bucha, hatuyataki. Hakuna jambo linanyanyasa kama kutoa pepo, inawashinda. Yani mimi nasikitika wewe. Yani mnasema toka, alafu jamaa mnaangalia tu, toka limelala tu limefumba macho. Wanaume mnajikaza, toka kwa jina la Yesu, mnabadilisha na sauti, toka. Bado naangalia tu. Yani nasema amenidharau, yani ni kudharauliwa na pepo maximum. Wangapi wanasema mimi kwa kweli huwa vinaniuma kudharauliwa na pepo kiasi hicho. Ambayo huwa vinamuuma. Na Daudi vinakuuma. Maana baadaye kuna wengine baada ya kuwa wameomba, wengine waliochoka kabisa wanasema, jamani, hebu tuombe rehema kwanza, tuombe toba kwanza. Wanajishika mikono. Si wapo wanafanya hivyo si ndio wanaanza kuomba toba, alafu pepo linawaangalia tu, wanaomba toba. Hata mkianza kuomba toba mbele ya pepo, wewe uliwahi kumwona mtu askari yuko mstari wa mbele na adui wanalindimisha mabomu, ndio wanaanza mguu pande, mguu sawa. Adui analindimisha mabomu. Hatufanyiaki mazoezi uwanja wa vita. Ani ndio Bwana Yesu turehemu tu, hata kama tumetenda dhambi, kwa ajili ya utukufu wako mwenyewe Bwana, pepo huyo akatoke. Sasa wewe unamwachia Bwana tena pepo? Amesema toweni pepo, kamaliza. Unapomrudishia shughuli hiyo wewe, natangaza leo hapa ndani, sema hapa ndani, pepo ni kama zege. Pepo ni zege na lalaka, ikilali na kuwaje na ikiganda ni kazi ya nani? Huyo fundi anaruhusiwa tena kuendelea na kazi? Kwanza ni faili, si ndio? Sasa atakayelaza pepo tumfanyeje? Ole wako lazima, na dakika chache tu zitaanza mtindo mara mshike, mara kamata miguu. Mwingine hata aone anakamata miguu, linapiga anakamata. Yani hivyo una akili timamu. Sasa ilikuwa hivi kilichotokea. Hawa waliposikia dada yao amempeleka mtoto kwa mganga katika kijiji chao, yani wao waliookoka ndiko kulikuwa na mganga. Dada yao akatoka kijiji chake akamleta mtoto kwa mganga. Walikuwa na mwezi mmoja au miwili wameokoka. Wakaja wakaniuliza, hivi baba? Nikasema naam wanangu. Sasa mtoto kaachwa pale peke yake kwa mganga. Ni vibaya sisi tukienda kumsalimia kwa mganga? Nikasema sio vibaya, lakini kwanza mnaweza kukaa siku 3 bila kula ili mpokee upako wa kwenda kumsalimia pale. Maana kwa mganga huendi hivi, utarudi na mashetani. Kwa hiyo lazima muende na upako wa kumzidi mganga na kudhibiti kila kitu. Wakasema tunaweza. Wakaingia siku hizi, wakaja na waruhusu nendeni sasa. Nikaombea. Wao wanajiona wako kama Sauli anajiona yuko Nisikilize vizuri, Roho anavyolinda. Una sababu ya kusumbuka na adui zako wewe. Upako utakuokoa na adui zako. 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 Nataka nikwambie, upako utakuokoa na adui zako. Hujaelewa vizuri? Nasema upako utakuokoa na adui zako. Wakafika kwa mganga. Walipofika kwa mganga,
Mgonjwa yuko ndani hata wajamuona. Mganga alikuwa mama. Baba mume wake hakuwa mganga, yuko jirani shambani. Unajua kilitokea nini? Alipowaona tu baba na mama wanapomuuliza, tumesikia fulani yuko hapa, anapotaka kujibu akaanguka chini mganga akaanza kula udongo. Na wao sasa hawaelewi, wanadhani labda ndio style ya mganga kupokea watu. Akaanza kula udongo. Anakula udongo, anagaragara. Umenielewa? Wakati anagaragara sasa akafika mahali anagaragara kama ana kifafa. Watoto wakashituka, mama yao anakufa, wakahisi hawa watu wana kitu kibaya, wamemtupia nani? Mama yao. Wakakimbia kwenda kwa baba pale shambani, mama anakufa. Kuna watu wamekuja pale, wamemsalimia tu, mama anakula udongo. Upako utakuokoa na adui yako. Upako utakuokoa na adui yako. Nataka nikwambia leo, hata kama una adui yako, pokea upako, kesi na kwenda kumalizika. 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 Watu wote wapige vigelegele na waseme imekwisha, imekwisha, imekwisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakamwita baba. Baba kaja, anapumua, anapumua. Alipokuta, umenielewa eh? Unanielewa? Wakamkuta mke wake anafanya nini? Anakula udongo. Akakasirika, umenisikia? Akaingia ndani, akachukua lile limti la kufungia ile milango ya kienyeji, sinafungwa na limti likubwa eh? Akaja na hilo. Halafu alipokuja na hilo, ili awafanye nini? Awapige. Badala ya kuwapiga, akaanza kulivunja. Sasa utalivunja, litavunjika hilo. Kwa hiyo akawa anahangaika nalo kulivunja, anadondoka nalo. Anahangaika nalo kulivunja, anadondoka nalo. Nakwambia Bwana anamfunika adui, anaanza kufanya shughuli nyingine badala ya kukudhuru wewe, anafanya shughuli nyingine badala ya kukudhuru wewe. Sasa akili sijui namna gani kaja, akatupa lile gongo, halafu akaingia ndani, akachukua panga ili aje wafyeke. Alipochukua panga, badala ya kuwafyeka, akaanza kufyeka migomba. Alifyeka karibu migomba yote iliyoko pale nyumbani. Anafyeka migomba, anafyeka migomba. Roho wa Bwana akamwambia, ondokeni, mtaacha mashamba yameisha hapa. Ndipo wakaanza kuondoka. Sikiliza nikwambie, kama iko raha kumuona adui ameaibika, ruhusu upako ukulinde na adui zako. Ruhusu upako ukulinde na adui zako. Nataka nikwambie mchana wa leo, hata walio kukataa watakutafuta, hata wasio kutaka watakutafuta, watakutafuta. Hata ndugu zako walio kukataa watakutafuta, ndugu zako walio kubeza watakutafuta, hata walio kukimbia watakurudia, na yaliyoharibiwa yatarudishwa, yaliyovurugwa yatarejeshwa. Upako utakurudishia paka yaliyoharibiwa, utakurudishia paka yaliyonyang'anywa. Watu wote waseme amina. 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 Watu wote amina.
mashaka. Kwa jina naitwa mchungaji Enoch Mpavanga Kilangwa wa kanisa la AGCCI Mwasenga. Unaangalia CGM4 Online TV. Sisi ni injili, injili ni sisi. Kwa jina naitwa Silvia, naangalia CGM4 Online TV. Sisi ni injili, injili ni sisi.